Jinsi ya kutumia jina la mtu mwingine na kujipatia kipato. Je, unajua ya kwamba unaweza kutumia jina la mtu mwingine ukapata kipato? Mfano mimi, ninaweza kutumia jina la Ombi au jina la Jumanne halafu nikajiingizia kipato. Sasa naomba nikukaribishe kwenye chaneli yangu hii ya Nuhu Online TV. Cha muhimu usisahau kusubscribe, pia usisahau kulike na kushare video hii, kwa sababu itawasaidia watu wengi sana. Watajua jinsi ya kutumia jina la mtu mwingine na kujiingizia kipato. Mwaka 2014 mimi nimeanza kuimba nyimbo za Goodluck Gozbert, na kipindi hicho watu wengi sana walikuwa hawajamfahamu Goodluck Gozbert. Sasa mimi nikajiingiza katika uimbaji wa gospel, nikaanza kukariri nyimbo zake, na wimbo wake wa kwanza ulikuwa ukiitwa Ipo Siku. Ipo siku yangu tu. Yani kupitia huu wimbo mimi ulinifanya nijulikane, cha kwanza ulinifanya nitambulikane katika kijiji ambacho nilikuwa ninaishi, na kupitia wimbo huo sasa umenifanya mpaka sasa nijulikane kuwa ni mwimbaji binafsi. Kuna watu wanaweza kusema kwamba nilianza kuimba tangu kitambo, lakini mimi kuanza kujulikana kutunga nyimbo zangu nimeanza kutunga mwaka 2024, kutoka mwaka 2014. Sasa ni nini ambacho nilikuwa nikikifanya? Jinsi ambavyo nilikuwa nafanya, nilikuwa nikichukua wimbo wa Goodluck Gozbert, Ipo Siku yangu tu, nimeenda kuimba, halafu mtu anakuja anakuambia, bwana ninaomba sawa unirushie huu wimbo. Namwambia hapana, sasa hivi sijatimiza album. Kwa hiyo walijua ni wimbo wangu. Nikaendelea hivyo hivyo, na watu walikuwa wakinipatia pesa kweli kweli. Nikienda kuimba makanisani, nikienda kuimba kwenye sherehe, watu wanajua ni wimbo wangu. Nimekuja hivyo, Goodluck wakamfahamu jina, wakasema Goodluck Gozbert ndo huyu anatunga hizi nyimbo. Sasa nikaamua kubadilisha jina la mtu mwingine, nikachukua wimbo wa Walter Chilambo, Only You Jesus. Nikaanza kuimba huo. Nimeenda kuimba kijiji kimoja kinaitwa Karera, pale nilitunzwa. Kumbuka title yetu inasema jinsi ya kutumia jina la mtu mwingine na kujiingizia kipato. Kwa hiyo niliimba wimbo wa Walter Chilambo, na pale nikaendelea kupata pesa, nikaendelea kujitengenezea kipato. Sasa ninaomba nikukaribishe tena kwenye channel hii. Cha muhimu usisahau kusubscribe, usisahau kulike na kucomment. Nimetoka hapo bwana. Kumbuka title yetu ni ile ile, kwamba jinsi ya kutumia jina la mtu mwingine na kujipatia kipato. Huenda umekaa nyumbani tu huelewi, je, nawezaje kutumia jina la rafiki yangu na kujiingizia kipato? Lakini hilo linawezekana. Nimetoka kijijini nikaingia Kasulu. Kasulu nilikuwa pia ni mwimbaji, nikawa naimba nyimbo za Komando wa Yesu. Watu wengi walikuwa hawajawahi kumsikia Komando wa Yesu, wala walikuwa hawajawahi kumsikia. Nimeanza kuimba mwaka 2019 mpaka 2022, ndipo akajulikana kwa wimbo wake alioimba na Martha, mambo yamebadilika, imekula kwenu. Sasa walipokuja kuufahamu watu, nikahama. Kwanza kabla hivyo, watu waliosikiliza hizo nyimbo walikuwa wakijua ni mimi ambaye ninaimba. Wakasema, Nuhu, umemfundisha huyu. Kumbe hawakujua, kwa sababu hizo nyimbo nilikuwa siwarushi, wala nilikuwa tu nikitumia jina la Komando wa Yesu kujiingizia kipato. Na ninaitwa kwenye mikutano, nakwambia mikutano ya Injili nilikuwa nikiitwa. Kwa hiyo hata wewe unayenisikiliza unaweza kutumia jina la mtu mwingine ukajitengenezea kipato, ukawa tajiri kupitia jina la mtu mwingine. Hapo nimekupeleka tu kwenye uimbaji, na ngoja niende kumalizia. Sasa wakati Komando wa Yesu amejulikana, nikaenda nikachukua msanii mmoja Obi Alpha.
Yani nimeenda kuimba kwenye kanisa la Baptisti ule wimbo bora hata ni mshukuru Mungu. Yani ndio umetoka tu. Wimbo wowote ulipokuwa unatoka nilikuwa na ukalili, ninaenda kuimba sehemu pia nilikuwa siwarushi. Kwa hiyo ulivovuma tu ndipo hapo nikapata akili, nikasema sasa imefika mwisho, natakiwa nitumie jina langu kupata pesa. Lakini mfano kuna wengine sawa, unaweza kwenda kumhoji Goodluck Gozbert, pale unatumia jina lake ila unapata hela. Wajua kwamba YouTube inaweza kukupatia hela kupitia content zako. Yani unaweza kwenda kumhoji Goodluck Gozbert, hapo umetumia jina la Goodluck Gozbert. Mfano kuna taarifa moja hivi ambayo ilitoka kwamba Goodluck Gozbert amechoma gari. Sawa? Yani kupitia jina la Goodluck Gozbert wewe unaweza kutengeneza pesa. Wako wengine wanatumia wasanii hawa wa muziki kina Diamond, sawa, kina Rayvanny. Yani kutumia jina lake, amekwenda tu kumhoji nyumbani kwake au ofisini kwake. Sasa kupitia jina lake, kupitia kujieleza kwake, huyu ambaye ameenda kumhoji tayari akatengeneza pesa. Wako wakina Mwijaku, wako kina Mwijaku, sawa, jina la Mwijaku linawapatia pesa watu wengi sana. Kwa hiyo kupitia video hii nadhani nimekufumbua akili sana. Tumia akili ya mtu mwingine kujiingizia kipato. Asante, na kama una maswali yoyote, maoni yoyote kwenye channel hii, na kukaribisha kwenye comment section hapo chini. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kumbuka kushare hii video kwa watu wengi sana ambao wanapenda kujifunza jinsi ya kutumia jina la mtu mwingine kujiingizia kipato. Asante na kwaheri.